Portions have been given to the church, yeah. Mantles have been given to the church. Mandates have been given to the church, yeah. Visions have been restored to the church. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancients, for the church to become like the dream of the ancients, for the church to arise with the victory of kings. Whoa, yeah, la, la, la. Yeah, 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 oh. Heavenly Father, we thank you. Baba wa mbinguni twakushukuru. We exalt your name. Baba twakuinua. Spirit of the living God, Roho wa Mungu aishie. take your place in our midst today. Pata njia yako kati yetu. We adore you, Lord. Baba twakuheshimu. We lift your name, Father. Jina lako Baba yetu. I thank you for every man and woman represented in this place, that their life will never remain the same again. Watu walifika maisha yao hayatabaki vile tena. You are touching and transforming life. Ya Baba utawaguza leo. We celebrate you, Lord. Baba twakusifu. Thank you, Spirit of God. Asante Roho wa Mungu. Hallelujah. Give him Bible. If you have a Bible, this year I have a new Bible. I hope you have one as well. Natumai ya kwamba mwaka huu umenunua Biblia Take your mpya kama Bible in yangu. the heaven. If you have a Bible, and shame the devil and tell them that I have a Bible and you have no word of God, devil. Nani ambaye hana Biblia I'm not tumuone. asking you to show your phone, but a Bible. Simu onyesha Biblia. Hallelujah. Bwana You asifiwe. can see my Bible is heavy. Biblia yako. To God be the glory. To Bwana God be the tukuzwe. glory. Bwana tukuzwe. To God be the glory. Now open it in 1 Samuel. Fungua Samueli wa kwanza. Today I didn't give you an opportunity. Leo sijakupa nafasi maana ungepata. Chapter 16. Lango wake wa 16. Verse 1. Mstari wa kwanza. Takushke prahadiza. Daliza kusa prahadize. I received. The Bible says what? The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, Since I have rejected him as king over Israel. Fill your horn with oil. Be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Father, we thank you for your word. Kwa neno lako Baba yetu. We praise you and we bless you. Twakubariki. Let your word carry light and deliverance. Bebe uzima na ukombozi. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Please sit on your enemies. Tafadhali kalia maadui vichwa vizuri. Today is a powerful day. Leo ni siku ya nguvu sana. Today is a very glorious day. Leo ni siku ya utukufu sana. It's the first Sunday. Ikiwa Jumapili ya kwanza, You are and I, we are getting anointed. sisi wote tunamwagiwa mafuta. I want to show you something. Nataka nikuonyeshe kitu. Every time there is an announcement of anointing, Kila wakati kuna tangazo la upako, it is a sign that God is about to elevate someone. ni ishara ya kwamba Mungu anaenda kumuinua mtu. Maybe you might not have an understanding what we are doing today. Labda haukielewi kile tutakachokifanya leo. But whenever there is an anointing service, that means God is about to announce someone to dominate and to have acceleration. Ibada ya upako ni ya kukutangaza wewe uwe na kasi na tena utawale. And through the Bible, only prophets had the grace to announce men and women.
Kwa Biblia tu ni manabii walikuwa na nguvu za to anoint them and to release them into their prophetic destiny. wamwagia mafuta ili ya kwamba waende katika hatima So yao. hear me and hear me well. Today I believe there shall be a prophetic release of grace. Kize leo kutakuwa na nabii na umakinike. There was a man called David. Kulikuwa na jamaa jina lake Daudi. But before David came, Lakini kabla Daudi afike, there was Saul. kulikuwa na Sauli. Saul was anointed Sauli alimwagiwa mafuta by the same man called Prophet Samuel. yule jamaa jina lake nabii Samueli. I want you to get this because I want to speak to you about the realm of the oils and mantles. Nataka leo nikuongeleshe kuhusu ulimwengu wa mafuta. So it is true someone can be anointed and it is true someone can receive a mantle. Ni kweli mtu anaweza akamwagiwa mafuta na akapata upako. Even as today, as God shall speak to us, I believe oil shall rest on some people and the mantle shall be released. Na leo Mungu akitunenea kutakuwa na kuachiliwa kwa mafuta So na I'm upako. praying for grace. If I can finish properly with the oil, then I can enter into the realm of mantles. Basi nimalize vyema na mafuta Are niingie we katika together? upako. Yes, Can we sir. fly on that? Yes, sir. So you can see, before God to anoint anyone in need, first of all, the oil. Mungu anahitaji mafuta kabla mwagie mtu mafuta. So oil is as a medium to connect with the grace of elevation. Mafuta ni njia ya kukuelekeza mahali pa kukua. Oil is as the medium to connect with the presence of the Spirit of God in the life of the person. Chemichemi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu. Because the oil is soft, Kwa sababu mafuta ni the oil meuka. is shiny, Mafuta ya ng'aa. the oil is good for the skin. Mafuta ni mazuri katika And ngozi. that is the presence of the Spirit of God in every believer. Na ni uwepo wa Bwana katika kila aminiye. When oil comes on someone, is a significance of the presence of the Spirit of Mafuta God. yakija juu ya mtu basi ni ishara ya Roho wa Mungu. So God spoke to Prophet Samuel, Mungu akamnenea nabii Samueli. go and announce another man that I will show you the place to go. Nenda ukamtangaze mtu ambaye nitakuonesha mahali utaelekea. There is a man in the house of Jesse Kuna mtu katika nyumba ya Jesi in Bethlehem. kule Bethlehem. When you get there, you shall see a man, Ukifika pale utamuona mtu, and you will anoint him to be a king utamwagia mafuta awe mfalme over Israel. juu ya Israeli. Katoska bradiska. Fill your horn with oil Jaza pembe lako na and mafuta. go and anoint this man to receive power. Wende umtangazie huyu mtu apokee nguvu. Listen, Sikiza. there is no manifestation until power gets to insist the sitting over your life. Hakuna dhihirisho mpaka nguvu ikukalie. When power have access over your life, that means there is an establishment that God is about to establish someone. Nguvu ikiingia kwako basi unapandwa imara. So oil as a medium to transfer the anointing upon the life of David, Mafuta ni chemichemi iliyomfikia Daudi, it has caused David to become a king. ikamfanya Daudi akawa mfalme. When God spoke to Samuel, Wakati Mungu alimnenea Samueli, stop praying over the life of Saul wacha kumwombea Sauli tena. because I have rejected him as a king. Say as a king. As a king. So if that's your Bible, you should underline that Kwa place. lazima uweke mstari katika Biblia. I have rejected him as a king. Nimemkataa kama mfalme. Ladies and gentlemen, Wake kwa waume, there is a big difference between being anointed kuna tofauti ya kumwagiwa and to mafuta occupy an office. na kutawala katika ofisi. I hear. Hello? Sawa. So there is a big difference Kuna tofauti between being anointed kati ya kumwagiwa mafuta and occupying an office. na kukaa katika ofisi. Being anointed is a gift that God has given unto you Kumwagiwa mafuta ni karama Mungu amekupa, to elevate you into a position in the realm of the spirit. kuinua katika kiwango katika ulimwengu wa But kiroho. an office Lakini ofisi is a grace and a mantle given unto you to occupy. ni neema na upako umepewa ili ya kwamba ufanye So kazi. you cannot access an office in the realm of the spirit without being anointed. Hauwezi ukawa na ofisi katika ulimwengu wa kiroho So pasipo the mafuta. anointing give you the grace to receive mantles. Mafuta ya kupatia neema ya kupokea upako. So you can never receive mantles without being anointed. Hautapata upako pasipo kumwagiwa mafuta. So when God spoke to Prophet Samuel, Wakati Mungu alimnenea nabii Samueli, I have rejected King Saul. nimemkataa mfalme Sauli. Hear me. Sikie, I have rejected King Saul, nimemkataa mfalme Sauli, not as my anointed one, sio kama yule aliyemwagiwa but mafuta, as the king Lakini- dominating over the nation. kama mfalme anayeongoza taifa.
Wow. So, watch this. In other words, King Saul was still anointed. Sauli bado alikuwa na mafuta. But I have removed him from his office. Lakini nimemtoa katika ofisi. I hear. I have anointed him. Nimemwagiwa mafuta. But I have rejected not the anointing. Nimekataa sio mafuta. But I have rejected the office. Lakini nimekataa ofisi. When God anoints you, wakati Mungu anakumwagia mafuta, you become unrejectable. Wewe hauwezi ukakataliwa. Wow. Whatever God anoints, chochote Mungu anamwagia mafuta, anaweka. But the office he can change. Lakini ofisi yaweza akabadilisha. Jesus. I have anointed him. Nimemwagia mafuta, but he messed up. Lakini alikosea. I have anointed him. Mwagia mafuta, but he misbehaved. Lakini alikosea. I have anointed him. Mwagia mafuta. Therefore, I can no longer take him and remain in the office of the kingly and royal grace. Maana nimemkataa, hawezi akabaki katika ofisi ya utawala. So what am I supposed to do? I am to remove him so I can replace someone else. Basi nimuondoe ili kwamba nilete mwingine. There are some of you are going to have acceleration in this year, not because your name is great, but because God is simply replacing you in someone else. Kwa sababu Mungu atakupatia mahali pa kukaa. When God replaced an office, wakati Mungu anakupatia ofisi where someone was occupying, mahali mwingine alikalia, and someone else is coming to occupy it, na mwingine anakuja kuikalia, that is the moment your life get to be transformed in 1 minute. Maisha yako yabadilika kwa dakika moja. Daudi as a boy, kama mtoto, keeping the sheep of the father, akiwa anahifadhi kondoo wa baba yake, as a boy, kama mtoto mdogo, not knowing what is royalty, pasipokujua utawala ni nini, not knowing how to behave in royalty, pasipojua jinsi ya kwenda kwa utawala. But the moment the oil came on his head, wakati mafuta yalikuja juu yake, God is not a respect of a person. Mungu basi haonyeshi mtu yote mapendeleo. He can remove you from 1 into 100. Kakutoa kwa moja, and he has nobody to say no. Kuna mtu atasema la. You can stand to say, God, you pass 2, you pass 3, you pass 10. But how come can you pass him just all that served and then you position him into 100? Kwa nini ukaniweka namba 100? Grace, neema, shall be manifested in this year. Itadhihirika mwaka huu. Grace, I receive, shall be revealed in this year. I receive it. I can know someone being anointed, mtu akimwagiwa mafuta, but the ability, uwezo of that person wa yule jamaa remaining, kubaki keeping the sheep of the father, akiwa anahifadhi kondoo wa baba yake. I'm going to reveal you certain things today. Na kitu leo utafunuliwa. Be anointed, kumwagiwa mafuta. As Jesus, kama Yesu, with his disciples, akiwa na mitume wake, having them with him, akiwa pamoja na wao, and he said it is time. Nakasema ni wakati. The Bible says he took the oil, akachukua mafuta, he prayed over it, akaiombea, and he said, go. Nakasema nendeni, I have anointed you. Nimewamagia mafuta. Heal the sick, ponya wagonjwa, raise the dead, inua waliokufa, cast out devils, kemea mapepo. In another word, there is no devil that can hear your voice until he sees the oil in your head. Hakuna pepo atasikia sauti yako mpaka aone mafuta juu yako. Listen, there is no casting out of demons that you can stand in your home, say in the name of Jesus, and the demon to hear you unless he sees the oil in your head. Pepo hatatoka mpaka aone mafuta juu yako. And as every believer and disciples, you expected by God to have the oil in your head. Na kila muamini na kila you can never be called a disciple until the oil is on your head. Hautaitwa mtume mpaka mafuta ikuwe juu yako. The oil is a symbol that you are anointed. Mafuta ni ishara kwamba you are chosen. Umechaguliwa. That's why there is the name of Jesus. Kwa maana kuna jina la Yesu. Jesus signifies the savior, and Christ signifies what? The anointed. Na Kristo ni aliyemwagiwa mafuta. And when you go to 1 Corinthians chapter 3, in the end verse, the Bible says Christ is God and he are Christ. Kristo ni Mungu na sisi. So that means Christ has been elevated in the glorious place. Ameinuliwa mahali patakatifu. And he has released the grace for you to become Christ on the earth. Na ameachilia neema uwe Kristo. So in another word, you become anointed. Unakuwa na mafuta. You become the life of Christ on the earth. Maisha Kristo duniani. When people sees you, they're supposed to see the fullness of Christ who was on the earth. Waona utele wa Kristo juu yako. And I prophesy that grace shall be made available. Hiyo neema ikuwe juu yako.
When Christ is called Christ, wakati Kristo anaitwa Kristo, it's a sign. ishara I am what? Anointed. ya kwamba nimemwagiwa mafuta. When he anointed them Wakati aliwamwagia and mafuta he released them, akawaachilia, the Bible says what? maandiko inasema They saw miracle, kaona miujiza, they saw signs and wonders, kaona ishara, they raised the dead, kainua and waliokufa, demons submitted unto them. na Isn't mapepo it? yakanyenyekea, sio? Isn't it? Yes sir. And the Bible says when they came back, Judah was with them or not? Alikuwa pamoja na wao. Talk to me, church. Judah was with them or not? He was there sir. He was with them. So Alikuwa in other pamoja na words, wao. Judah also was anointed. Hata Judasi Iskariote akamwagiwa mafuta. So that's mean bad and good, they can be anointed. Wazuri wabaya wanaweza But when wakamwagiwa it mafuta. comes to the time of office, Ikija wakati wa ofisi, your character matters. basi mzingatio wako inagharimu. So God had to take them through the process. Mungu akampeleka katika darasa, He gave them the anointing. akawapa mafuta. So in other words, God is not scared to give you power. Mungu haogopi kupa nguvu, He's not scared to give you grace. haogopi kupa neema, But he's scared lakini to give you an office that you cannot occupy. asipatie ofisi ambao hautatawala. When he saw them, he Walipowaona gave them the anointing. akawapa mafuta. But in the time of coming, Wakati wa in kurejea the resurrection grace, katika ufufuo, only those who have good heart, they can receive the office of apostles. walio na mioyo mizuri wakapokea ofisi ya That's what mitume. I'm talking about, mantles. Ndio maana naongea kuhusu upako. Oil is there to promote you, Heshima Mungu but atakuinua. the office is there to give you a longevity into dominion. Ofisi kupatia utele wa utawala. Hey, hey, hey. Listen, there are some men that they are not just anointed, but they are carrying the system in the world. Kuna watu ambao hawajamwagiwa mafuta lakini wabeba serikali. Because they have an office that you're occupying in the realm of the spirit. Wana ofisi, wanakaa katika ulimwengu wa kiroho. That no one can pass here unless they acknowledge and recognize the grace of their office in the air. Hakuna mtu atapita mpaka waone ya kwamba kuna ofisi nimekalia. Jesus. When an office is given unto you, Wakati unapewa ofisi, working together with the oil, fanya kazi pamoja na mafuta. there is what I call Na kile naita establishment. kupandwa imara. You are rooted in the ground. Umepandwa sawa sawa. And when you are rooted in the Na ground, umepandwa kwenye mizizi. God cannot do anything on the earth unless he consults you. Mungu hawezi akafanya kitu chochote duniani In mpaka another one, akuulize. when God is coming on the earth, he doesn't look just for availability of people, but he's looking for people who are anointed and established so that he can talk to them and to release grace. Mungu atafuta waliopandwa ili ya kwamba wachilie neema. Listen, I'm talking about family people. Naongea kuhusu watu wa I'm familia, talking about people in the city. watu katika I'm miji, talking about people in the nations. watu katika taifa. God numbers does not matter. Namba kwa Mungu That's haijalishi. why he can choose one person and that person can turn everything up and down. Atachagua mmoja na huyo mtu atabadilisha kila There is kitu. a man called Samson, called anointed. Mtu anaitwa Samsoni, Mungu akamwagia Took mafuta. the whole Philistines down. Akachukua Filisti wote There was chini. a man called David. Jamaa akaitwa He was Daudi. anointed. Alimwagiwa He mafuta. made the story out of the Bible Akafanya hadithi kutoka kwa because of Biblia. the oil Kwa sababu ya mafuta and the mantles. na pia upako. Aye. Can I go a little bit deeper? Yes sir. Go and anoint a man who is where? In Bethlehem. Nenda umwagie mtu mafuta katika Bethlehem. Bethlehem. Daudi, When you found him, I utakaponipata will tell you of the person that I am talking about. nitakwambia yule mtu ambaye namwongea kumhusu. Mama, you don't know who you are raising. Haujui ni nani unainua. Yes sir. Listen, Sikiza, when the oil comes on you, mafuta ikija juu yako, I mean the true genuine oil, mafuta ya kweli, it even moves you from your classmates inakutoa kwa mlienda and shuleni na position you wao, into greater grace. inakuweka kwa neema kuu. I'm feeling prophesying to someone here. Yes sir. Oil Mafuta cause you to be prophetically defended by heaven power. ya kufanya ulindwe na You bingu. are no longer defended by the army of Kenya, Haulindwi na jeshi ya taifa, but you are defended by the angelic army of God. umelindwa na jeshi ya mbinguni. A man or a baby that get to be anointed on the first day, Anayemwagiwa mafuta siku ya you are kwanza, no longer on the care of your mom, haukai katika mikono ya but mama, you get into the care of the heavenly power. unaingia katika kulindwa na bingu. In other words, angels are released to protect that child. Malaika wameachiliwa kulinda yule mtoto. The eyes of God is on that person Jicho la everywhere he Mungu goes. liko juu ya yule mtoto.
You can see that person wherever he goes, angels are watching. pote anaenda malaika wanaenda. Where the enemy has set accident, the angel are there to rescue you. Iwakieka ajali, malaika wako Where the wakuinua. enemy has set any bad sickness, angel is there to rescue you. Malaika wanaenda wanakukomboa shida. When you are anointed, you become heavenly defended and protected. Ukiwa mafuta unalindwa na bingu. And I'm prophesying over your finances. Tabiri juu ya pesa zako. I am prophesying over your children. Tabiri juu ya watoto wako. Let the genuine oil of preservation rest on them. Mafuta ya kweli ya kulindwa ikae juu yako. Genuine oil to come on us today. Mafuta ya kweli ije juu yetu leo. Daske prahadis kaprahadushke. Tuskema to kaskaprandes kaposka. Tantos kadanto kaskato. Listen. Skiza. Someone with oil is unbeatable. Aliye na mafuta hapigwi. 100 people can stand to fight that man to Watu fall. moja wanaweza wakampiga. When God anoints you, he elevates you. Mungu akumwagia mafuta na kuinua. It doesn't matter how many people can say no. Haijalishi ni wagani wako kinyume na wewe. God anoints you, whatever you do shall prosper. Akikumwagia mafuta chochote unafanya kinafanikiwa. We have a lot of Christians today in the world, Kristo wengi duniani leo, but we have few that are anointed. wachache wamemwagiwa mafuta. That's what the devil is playing with many Christians. Na shetani anacheza mpira na Wakristo Because wengi. the devil knows it, I can never touch the anointed one. Wezi ukaguza aliyemwagiwa mafuta. Touch not my anointed one, Siguze waliomwagiwa mafuta. and do no harm to my prophet. Na usifanye manabii jambo libaya. I know sometimes you put that scripture Unaweka maandiko only to the prophets, wakati tu kwa but they manabii. say, touch not my anointed one. Usiguze waliomwagiwa They mafuta. didn't specify prophets. Hakusema manabii. Prophet came later. Manabii wakaja Do baadaye. no harm to my prophets. Usiwafanye mabaya manabii. So that's when anyone can be anointed. Yeyote aweza akamwagiwa mafuta. And when God anoints you, Na Mungu akumwagia mafuta, you become untouchable. unakuwa haugusiki. Your finances can be anointed. Pesa zako zimwagiwa mafuta. Your business can be anointed. I receive it. Your marriage can be anointed. I take it. Your family can be anointed. I take it. And I declare, let the anointing rest on us I today. receive it today. The anointing. Kandela maskoto ya maza. The anointing. Daya torama ya sata. The anointing. Listen, Skiza. I believe there was prophets Kulikuwa na manabii in that time. wakati ule, But God only chose Samuel. akachagua Samueli tu Bwana Mungu. So in another word, Samuel occupied an office to anoint only kings. Samueli alikuwa mahali pa kumwagia marais mafuta peke yake. So God can grant you grace. You just meet kings. Mungu anakupatia neema, unakutana na wafalme peke yao. I hear. Your prayer elevates president, people in powers, people in places. Maombi yako inainua marais na magavana. I'm feeling the glory of God on me. Na hisi utukufu wa Mungu katika nyumba hii leo. So there are some men, when they pray for you, like it or not, you make it. Watu wengine wakikuombea, upende usipende utafaulu. I remember I was sitting one day in the office of my father. Basi siku moja aliketi katika We ofisi were ya talking babu, and then suddenly he kept quiet. akanyamaza. And I know that eyes. Anajua hiyo macho, And he did this to me. na kanifanyia He hivi. said, you, Akasema wewe, like it or not, upende usipende, even if you don't want it, hata kama utaki, you will be exposed. utafunuliwa. So the oil Mafuta will cause it like pregnancy. As much you can keep it. ni mimba, hata ukificha, Even if you put 100 clothes on you, hata ukivaa vitu vya you kuifunga, still speak. Listen, itaonekana. there's some blessing whereby you don't have to talk, Kuna baraka uongei, but the blessing is making noise. lakini baraka inapiga kelele. Oil shines, Mafuta inang'aa, and the moment oil comes on you, na mafuta ikija juu yako, you become a shining light. unakuwa mtu wa kuangaza. You struggle Ukateseka because there is less oil. kwa sababu hakuna mafuta. The more the oil, Mafuta ikija, the bigger is the vessel. basi unakuwa chombo kikubwa. There are some girls who are carrying bigger vessels, Kuna wengine ni vyombo and the vikubwa, Lord is pouring more oil. na Bwana anamwaga mafuta zaidi, And the biggest vessel na chombo kikubwa is great to be used for multitude. basi itatumiwa kwa watu wengi. Hey. Can I bring out something here? Sasa wacha nikwambie, Take him to Bethlehem peleke kupitia Bethlehem, to go and anoint David. aende amwagie Daudi mafuta.
I will show you what attracted God to anoint David so fast. Nitakuonyesha nini kilimfanya Mungu akamwagia Daudi mafuta kwa haraka. Samuel, as the biggest prophet in that time, kama nabii mkubwa wakati ule, horn. God is making sure that horn to be what? Filled. Hiyo pembe ikuwe sawa. Lose not nothing, let it be filled. Wacha ijae sawa sawa. There somebody can just be busy working on your behalf. Wengine watafanya kazi juu yako. I hear. Because God has commanded them. Maana Mungu amewaamuru, go for that person. Nendea ule mtu. Here you sir. Carrying the horn from this place to the other place. Kebeba mafuta kutoka hapa mpaka kwingine. And reaching there, the guy is not there. Na kifika pale jamaa hayupo. Listen. There's some oil, even if you did not make it for that interview, they will still look for you. Mafuta hata kama hukuenda hiyo kazi, watakutafuta. You are so confident in God. Una ujasiri sana kwa Mungu. In a way, kwa njia, even if you miss something, it will still come back. Hata ukikosa kitu kitarudi tu. Hakuna mahali kinaenda. Oh my God! All right, he comes. The guy is not there. Some of you miss big weddings. Wengine mlikosa harusi kubwa mwaka uliopita. Wait until oil comes on you. I hear. He said, go and find the men who were in Bethlehem. Let me open it. Go and find men who were in Bethlehem. Now Bethlehem came from a word Bethel. Bethel, it was an experience of Jacob with God. And when God visited Jacob, where he noticed and saw the angel ascending and descending, he anointed the stone and he declared, this place shall be called what? Come on, I can hear you. It shall be called what? Bethel. As Bethel signified what? The presence of God. So in another word, when the prophet came out, he did not just go to Kenya, he did not just go to America, but he went to search for someone in the presence of God. So he did not look for availability and population, but he looked for someone who was where? In the secret place. So the anointing searches not people who are just in charge, but it's looking for someone who is where? In Bethel. Shout Bethel. I am not looking for a person. They are Shamazia. They are Eliab here. Huh? Yes, sir. They are the brothers of David here. They look so much big, like people who are anointed. But God is searching for who? A David. A David is found in church. He might not be even in church. He might be outside of church. I'm talking about Paul. He was not when Jesus was anointing, but Paul was on the road. Paul was killing people. Paul was destroying people. God has to move out of the church to search for someone on the road. Listen, when you are anointed, heaven locates you. It doesn't matter your location. Listen, there are some of you who are hindered at work. People hinders you like something else. But when grace come on you, they will even search you at the work and elevate you to higher places. And I declare today, let the emancipation be done. Let your freedom be manifest. I receive it. Let your blessing be manifest. Let grace be manifest. I receive it. I was a nobody until oil came on me. Bethlehem. I am not looking for people in Jerusalem. Bethel. Listen, my dear, you might not know why God is soaking you into prayers. You might not know why God is just placing you in the presence of God. You might not know why you are just feeling a sense to seek God day after day. Listen, David did not know that he was getting discussed about him to be a king while he was in the presence of God. When you are praying, you don't know what takes place in the realm of the spirit. When you in such place, you don't know what is taking place. David was not aware what is taking place. He
inaendelea. But the only thing he was focused, let me be in Bethel. Akalenga tu, wacha nikae I Betheli. know my brother coming out of Bethel, Ndugu zangu watoke Betheli, in and out, toke wakienda. but me, I will never come out of Bethel. Mimi sitatoka Betheli. There are some places God will want you to soak there until he anoints you. Mahali kwingine Mungu atataka ukae mpaka kumwagia mafuta. I'm killing lions and bears, Uwa simba na dubu, but I am not known. lakini sijulikani. Because in the presence of God, nobody is known unless himself is known. Poni wa Mungu hakuna anajulikana isipokuwa So yeye. God is busy killing the you, Mungu anakuua wewe so that his presence can cover the all of you. ili ya kwamba uwepo wake ukufunike. Maybe you are not understanding. God is busy killing the you, Mungu anakuua wewe so that his presence can cover the all of you. ili ya kwamba uwepo wake ukufunike wewe. When God can kill the self Mungu akikuua wewe in the secret place, katika mahali pasiri, then you shall be exposed among men. basi utafunguliwa mbele ya You wanadamu. cannot be exposed among men unless Utafunguliwa mbele ya wanadamu mpaka God kill the you. Mungu akuue wewe. God kill your pride. Mungu auwe kibali chako, God kill your arrogancy. auwe kiburi chako, God kill your lies. auwe macho yako God magogo, kill your, auwe ego yako until he finish yourself. mpaka kumalize wewe. Then he exposes you. to Hivyo greatness. ndivyo atakavyokufungua. May my God expose you today. Wangu akufungue siku ya leo. Grace expose you today. Neema ikufunue May leo. the Lord expose you today. Bwana akufunue leo. Ah, my God. Listen. Jealousy is like peanut today in the world. Wivu leo ni kama jugu karanga duniani. But let me tell you a good news. Wacha nikwambie habari njema. The more you are anointed, the more jealous they will jealous you. Ukimwagiwa mafuta watakuonea wivu kesho. Your blessing is not someone will clap for it. Baraka yako sio kila mtu atapiga makofi. Two will clap for it, Japokuwa atapiga makofi, and 1998 they will fight you. lakini 98 ni kamati ya roho chafu. The anointing. Upako. I don't know why I am in the secret place. Nini ninaomba kila God, wakati? I have prayed, Mungu nimeomba, but how come I'm not exposed? lakini kwa nini sitafunuliwa? God, I am seeking your face, Natafuta uso wako, but how come things are not changing? kwa nini mambo ibadiliki? He's busy killing the you Anakuua wewe until the whole of him take the whole of you. mpaka yeye You akuchukue can wewe. never come out of the presence of Bethel. You can kill the bearers. Naweza ukawa You dubu, can kill the lion. naweza ukawa simba. God salute you, say yes. Mungu anasema asante. But you can never come out Hautatoka until David, mpaka Daudi I can see you are broken. nione I umevunjika, can see you are ready to be used. nione uko tayari I kutumiwa, can see you can serve the king. nione uko tayari kumtumikia But mfalme. look at what God did. Tazama vile Mungu The alifanya. same person that God removed the office Mahali pale Mungu alimtoa ofisini, to replace it by someone else, mweka mwingine, he brings that person close to you. akaleta aliye karibu na yeye. Listen, you do not know who is near you. Takuwa karibu na wewe. I think you are not learning. The same person Yule that God took away the office Mungu aliyemnyang'anya ofisi and give it to someone else, na akampatia mwingine, God brought him next to him, Mungu akamleta karibu, not seeing, pasipo kuona, not knowing, pasipo but kujua, is the one he's going to replace him. lakini yeye ndiye He's the ambaye one actually who atamkalia, accepted him. yeye ndiye amkubali. Jesus. When God wants to honor you, Mungu akitaka he kukuheshimu will use the same person who fight you atatumia aliyekupiga to give you a stare. kukupatia mahali. Listen. He will not go far. Ataenda He mbali. will use the one who fight you at night, Aliyekupiga the usiku, one who fight you at day, aliyekupiga the one mchana, who fight you at work, aliyekupiga kazini, is the one who's going to celebrate your ndiye promotion. ambaye atakupigia makofi kipanda cheo. When God's grace rests on you, Neema ya Mungu ikija juu yako, you are unbeatable. hauwezi ukashindwa. I am searching for a man, Natafuta mtu, but where is the man? lakini yako wapi? In the presence of God. Uweponi mwa Mungu. And I cannot give you a son Siwezi nikakupa mtoto unless I find you in the presence of God. mpaka nikupate uweponi mwa Mungu. The son that you're about to bear Mtoto ambaye utamzaa must carry the fullness of my presence. beba utele wa Mungu wangu. Therefore, Kwa hivyo as you pray, kiomba, be
be in my presence. kuwa katika uwepo wangu. Because the one you're about to birth Yule ambaye utamzaa shall carry my glory, atabeba utukufu shall wangu, carry my presence. atabeba neema yangu. Mother, you do not know when you got the pregnancy of that child. Kwani wakati ulipata ule uzazi, You do not know why you are fasting though you are pregnant. wakati ulikuwa umefunga ulikuwa na You do mimba, not know why you are going to retreat though you are pregnant. wakati ulikuwa unaenda retreat ulikuwa na The mimba. person you carried, it carry grace. Beba neema katika mtoto yule. Sometime when you are pregnant, Wakati mwingine ukiwa na mimba, you don't understand why you are feeling the needs of prayer. na kwa nini unataka kuomba, It is a sign the seed you are carrying ni ile mbegu unabeba is going to bring light in the nation. itajenga mataifa, It's going to bring light in the nation. itajenga mataifa. And sometimes you do not know. Wakati mwingine hujui, You are just feeling the need to spend time unahisi tu ukae in the glory of God. katika utukufu wa That means Mungu. you are getting closer to be discussed in the throne room of God. Unakaribia basi uwe katika uwepo wa Mungu. When I look at Elisha, Kiangalia Elisha, he did not know that he was getting discussed by God with Elijah. jua kwamba alikuwa anaongelelewa na Mungu na Elia. Elisha was where? In the presence of God. Elisha alikuwa wapi? Uweponi mwa Mungu. Getting discussed Kiongelelewa about Elisha kuhusu Elisha. to receive what? Pokea nini? The mantles, Pakuo, the oil mafuta comes only nakuja tu to those who kwa wale are in Bethel. ambao wako Betheli. Presence of God, Uwepo wa Mungu, the glory of God, tukufu wa Mungu, the power of God, nguvu za Mungu, the favor of God, kibali cha Mungu, God's grace to accelerate neema ya Mungu ikupe kasi in the house of God. katika uwepo wa Mungu. Now let me show you this. Sasa wacha nikuonyeshe. Losing office Kupoteza ofisi exposes you to occupy an evil office. ya kufungua upate ofisi mbaya. You can be anointed, Unaweza mwagiwa mafuta, but the moment you lose the office, ukipoteza ofisi you can be exposed to occupy an office in the evil presence. utapewa ofisi mbovu katika uwepo wa shetani. That is the moment you see someone so anointed, Ndio wakati mtu amemwagiwa mafuta operating with signs and wonders, akiwa na ishara na miujiza, but his character is not matching his office. lakini mzingatio wake sio wa ofisi yake. He's healing the sick, Anaponya magonjwa, he's prophesying, anatabiri, but his character is not matching what? lakini tabia yake ni mbovu. You are anointed, Umemwagiwa mafuta, you have been prayed for, umeombewa, but your character lakini tabia yako is not the same. haiko sawa. Someone is so prayerful, Mtu anaomba but when he sana, gets home, kifika nyumbani the amount he insult, ile matusi it's like inamtoka, all the prayers getting revealed by insultation. ni kana maombi yake imezidiwa na Character. matusi. And office, two things different. Tabia na ofisi vitu mbili tofauti. So Sauli losing his office poteza ofisi yake exposed him ikamfungua to an office in the evil kwa presence, ofisi mbovu, and the office transformed in order to build. na ofisi ikageuka ili ya kwamba It's ijenge. become a destroying office. Lift your Ikawa ni hands. ofisi ya Say, kubali- Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, I shall not lose the oil. I shall not lose the oil. Come on, declare. In the name of In Jesus, the name of Jesus, I shall not lose the oil. I shall not lose the oil. Take everything, Chukua vyote, but do not take my office. lakini usichukue ofisi yangu. I desire to remain Natamani nibaki in the secret place. katika mahali pasiri. Mantles Upako falls unaanguka the moment someone is getting discussed wakati mtu anaongelelewa, while you still in the secret place. wakati yako katika mahali In the pasiri. secret place where you are spending hours Mahali pasiri, mahali unaongea, knowing the ways of God, jua njia za Mungu, while your friends wakati marafiki are zako doing wicked things, wanafanya mambo mabaya, but you are remaining in that place. You are watching the glory of God. baki mahali unaona utukufu wa Mungu. People are not understanding Watu why hawaelewi, all your hours are spending just in God, 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 God. lakini wewe wakati wote ni Mungu, Mungu, But you Mungu. do not know Haujui offices ofisi are only released on these two things. mambo mawili tu, Either someone loses it mtu aipoteze or someone dies. ama mtu afe. Wow. Okay. Either someone loses it Mtu akufe or someone dies. ama mtu aipoteze. Then the office is what? Replaceable. Hiyo ndio wakati utapata ofisi. Are we together? If the president has to move out, Kama rais atatoka either he dies afe, or either he does what? voted out, atolewe. You do not know. Haujui
When someone is moving out of office Mtu anapotoka kwa ofisi and God is busy to look for someone to occupy an office over Kenya, na Mungu anatafuta mtu kukalia ofisi ya Kenya. someone is dead. Mtu amekufa. Every time an evangelist or prophet dies, Kila wakati mwinjilisti ama nabii the akifa, office remain empty, ofisi inabaki utupu. looking for someone to replace. Tafuta mtu ambaye ataikalia. And God to look for someone to replace, Na Mungu atafuta mtu wa kumweka. he need that person from the secret place. Anahitaji amtoe mahali pasiri. Someone died with strong financial anointing. Mtu amekufa na upako wa kifedha. God is looking for someone to occupy that financial place. Mungu anatafuta mtu wa kupata zile fedha. And when he's busy looking for it, Na wakati anatafuta, he want to see Leah in the presence of God. katika uwepo wa Mungu. You want to see Gabriela in the Anataka house of kuona God. Gabriela katika uwepo wa Mungu. You want to see you crying to receive glory. Taka kuona ukililia utukufu. I'm telling you this, mark this. There are men and women under the influence of my voice. Kuna wake na waume They wanasikiza. have mantles Wana upako. of great men and women of God. Watu wakubwa wa Mungu. But the mantle is not yet manifested because they're still in their forest. Rika kwa sababu wako porini. God is taking them through the process Mungu anapeleka darasani. so that they are mature enough like the man was mature. Komae kama watu wa Then juu. he comes to anoint you to expose you. Waje basi kufunua na kukuweka juu. I did not know why I was in so much thirstiness of God when I was young. Sijui kwa nini nilimokea Mungu But I nilipokuwa did know mdogo. that the mantle was released upon me while I was seeking God. Kachili upako wakati nilimtafuta Mungu. The level of prayer increased. Maombi ikaongezeka. The level of seeking God increased. Tafuta Mungu ikaongezeka. Until my father, my mother was stopping me to seek God. Paka baba yangu na mama yangu akaniambia I was nisimtafute Mungu. crazy for God. Nilikuwa namtafuta Mungu. But I did not know it was the mantle that I received. Upako It niliyopokea was heavy on me. kwa mzito juu yangu. While I was seeking God one day, Tafuta Mungu siku moja a mantle fell on me. kanimwangukia. That time, Yo wakati I was not prophet. sikuwa In nabii, that time, I was not evangelist. sikuwa But mwinjilisti, simply prayerful. lakini nilikuwa naomba. Your biggest place where you should start, Mahali pa it kutaanza is not on the altar. sio katika It is madhabahu, in the secret place. kama mahali pasiri. When you are not ready in the secret place, Kati ya uko mahali pasiri, you can never cross on the altar. huwezi ukafika kwenye While I madhabahu. was kneeling down, Kuwa napiga magoti, I did not know sikujua a mantle already fell on me. pako kaniangukia. There was someone somewhere was praying. Jamaa mtu akaomba, God raised prophets. Mungu inua manabii, God raised evangelists. inua evanjelisti. And the moment God was answering the prayer of that person, Kati Mungu alijibu maombi yake, he saw me. akaniona It's usable. kwamba naweza nikatumika, Release the mantle. akaachilia upako. When Renabonke dies, Inabonke alipokufa, Billy Graham dies, katika alikufa those are offices na ofisi that ziliachwa. God is looking for people to replace. Mungu ana watu wazikalie. Katuske mahandase, Laproski mahandaka. When Gordon Lindsay died, Gordon Lindsay alipokufa, William Branham died, William Branham akafa, Maria Woodrow Etta died. Lia Ruth Olueta akafa, Men of power and anointing. wote wakafa. When Sample died, Kati Sampa alikufa, who are the men and women occupying the office? nani waliokalia ofisi waliokuwa nazo? God is searching because mantles never goes to heaven. Maana zindi mbinguni, Mantles remain on the earth. pako na baki duniani. That's why Elijah, when he was crossing, Elijah alipovuka, he did not go with the mantles. hakwenda na ule blanketi, Had to release the mantles. aliachilia kwake Elisha. Where are the mantles of the prophets? Iko wapi upako ya manabii? Where are the mantles of the evangelists? Iko wapi upako ya wainjilisti? Where are the mantles of people, of businessmen and women who died? Wapi manto ya wale wafanya biashara? Where are their mantles? Ziko wapi? Unless he finds us in God's presence, Mpaka tupate kwenye uwepo wa Mungu, in the secret place, mahali pasiri, you cannot receive the mantle. huwezi ukapata upako. Heavy Zito on me, juu yangu, heavy on you. kiwa zito juu yako. My dear, mantles is for longevity. Upako ni wa kukaa. God will not honor only people who have the oil. Mungu ataheshimu watu wa mafuta, God will honor the people who occupy offices. ataheshimu watu walio na maofisi. There was a man when he died, Jamaa alipokufa, God always sit on the throne Mungu alikaa kwenye kiti to cha enzi receive people in heaven. watu mbinguni. But this day, the day this man died, Wakati huyu jamaa alikufa, he did not just sit.
aliketi. The Bible says God stood Maandiko yanasema Mungu and akasimama welcomed him in heaven. na akamkaribisha mbinguni. That man was Stephen. Kumaanisha jina lake He Stefano. was so anointed Mwagiwa mafuta until God has to receive him standing mpaka Mungu akampokea to akisimama enter heaven. kuingia mbinguni. Listen, there are some grace when you function in it on Bakusa. Listen, I am hungry to encounter a serious grace at work. I don't know about you, but imagine as much you are honored on the earth, Hata ukiheshimika duniani, and you're entering heaven, only an angel is taking you there and ingia fixing mbinguni your seat. malaika mdogo anakuambia But here on earth, presidents and men honors you and stand before you, but in Rais. heaven you are not known. ukisimama ujulikani. How painful is that? Ni chungu sana. As much I am honored Kama naheshimika on the earth, pa duniani, I desire to be honored taka niheshimike in the heaven. mbinguni. How many people their voice is honored by God? Ni wangapi sauti zao zasikika na Mungu? How many can say in the name of Jesus and the heaven honors that voice? Ngapi waseme kwa jina la Yesu na mbingu heshima? Many honors God, but few God honors.